tumefanya maadhimisho ya siku ya afya na lishe katika mtaa wa Kaunda ambao upo kata ya Matumbulu, halmashauri ya jiji la Dodoma. Kwenye maadhimisho hayo wananchi wamepata elimu, wananchi wa mtaa wa Kaunda wamepata elimu ya afya na lishe, na elimu hiyo itawasaidia katika malezi mazima ya watoto wao ambao wana miaka 5 kushuka chini, ili kutokomeza udumavu, pamoja na wamama wajawazito ili waweze kujifungua vizuri hapo baadaye. Katika maadhimisho haya pia tunawashukuru wadau kwa kutuchangia michango yao kwa kutuwezesha kufanikisha shughuli hii ya leo. Tunawashukuru sana. Wito wangu kwa wale ambao wanachukulia kawaida mafunzo hayo, na washauri washiriki katika elimu hizi kwa sababu zinawasaidia katika malezi mazima ya watoto wao. Tunahamasisha pia na wanaume pia washiriki, kwani wamekuwa nyuma katika kushiriki katika shughuli hizi. Tunahamasisha wanaume kwa sababu malezi ya watoto yanahitajika baba na mama, sio mama peke yao. Leo kwa adhimisho hili la lishe, mimi kama CHW ninaasa hususani wazazi, walezi, ili waweze kuzingatia haya ambayo tunafundisha. Hususani kama nilipozungumza kuhusu masuala ya unyonyeshaji. Ni kweli masuala ya unyonyeshaji, asilimia kubwa sana sisi wazazi, hususani wakina mama wanaonyonyesha, hawanyonyeshi kwa wakati. Sisi kama CHW tumefundishwa ni kuwafundisha kwamba mama anyonyeshe muda wa miaka 2, ikiwezekana au zaidi. Sababu gani tunawaasa hivyo? Akishanyonyesha miaka 2 tayari mtoto anakuwa ameshakamilika katika viungo vyake. Lakini pia asipomnyonyesha katika miaka 2 amempunguzia ukomavu wa vile viungo, kwa sababu maziwa ndio kila kitu katika mwili wa mtoto. Na hususani kama tulipofundisha kuhusu process ya kufuata hayo makundi 5 ya vyakula, pia nayo inasaidia endapo kama hawa wazazi tunapofundisha wakafuatilia kuwatengenezea watoto kama mfano uji, mtoto kama amefikisha miezi 6 kumpatia chakula cha nyongeza, kumpa kwa wakati ambapo tunafundisha kama mtoto ameanza kula chakula cha nyongeza kwa siku apewe milo mingapi, 3 asubuhi, mchana, jioni, na pia matunda. Naona hiyo ni vitu vimoja ambavyo tunaasa wavitumie kwa sababu ya kuboresha nini? Kuboresha afya za watoto wao. Na kingine hususani tunafundisha wafuatilie, hususani kwa mfano hawa wauguzi wanapowashauri jinsi ya kwa mfano mzazi au wazazi wameshapata mimba, wawahi mapema sana kliniki kupata hiyo huduma. Kuna wengine wazazi wanakuwa tayari amepata mimba, anakaa zaidi ya miezi 3, 4, 5 tayari ndo anaenda kliniki. Hiyo tayari anakosea. Tunataka pia tu anapojisikia mwanamama akishapata ujauzito anamwambia mwenzi wake au ndo mume wake, bwana mimi tayari na ujauzito, hapa kilichopo tuende zahanati tukapime ili tuone maendeleo yetu yanaendaje. Pia wakienda pale watapata huduma ya kupima mpaka maambukizi, na wakigundulika tayari wanakuwa na dalili kama hiyo pale, tayari kuna kuwepo na kinga ya kumkinga yule mtoto kabla hajazaliwa.